mwenye nguvu. Atukuzwe Mwokozi na lihimidiwe jina lake ambalo limejaa utukufu na nguvu siku zote, wakati wote na nyakati zote. Hongera kwa kufikia siku hii ya kwenda kumaliza wiki. Baraka na neema ya Mungu ikaendelee kuwa pamoja na wewe. Yesu ana mpango mzuri na wewe. Yesu ana mpango mzuri na wewe. Yesu ana mpango mzuri na wewe, si mbaya. Amen, amen. Ninakushukuru Bwana Yesu mwenye mpango mzuri mkubwa wa pekee sana na sisi. Asante kwamba umetupenda. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa udhamini wako. Endelea kutudhamini na kutufadhili tena na tena Baba. Endelea kutuangalia na kutupelekea nguvu na msaada wako. Asante kwa sababu umetulinda, unatulinda na utatulinda, kwa kutupenda tu, kwa kutuhurumia tu. Baba yetu, sisi ni watoto wako uliotuchagua. Asante kwa watu wako, wajalie kuona, kufahamu, kukumbuka miujiza na matendo makuu yako, kwa jina la Yesu, amen. Ubarikiwe katika jina la Bwana Yesu. Ukamalize wiki kwa furaha na kwa nguvu, kwa ushindi, kwa baraka, katika jina la Yesu Kristo. Ikaendelee kuwa furaha na amani tele katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Yeye ni mwaminifu na yeye ni mwema, amejaa wema, amejaa neema, anajua yote na anaweza kukusaidia, anaweza kufanya jambo kwa utukufu wa jina lake. Basi nikukaribishe na nikukumbushe, tulikuwa tunajifunza wiki hii, tuendelea na ujumbe ule juu ya kuenenda kwa hekima, umuhimu wa hekima ya Mungu, kuenenda kwa hekima ya Mungu ili kukomboa wakati. Lakini umuhimu wa hekima ya Mungu nyakati hizi tulizo nazo. Tulikuwa tunajifunza habari hizi sana, umuhimu wa hekima ya Mungu nyakati tulizo nazo, umuhimu wa hekima ya Mungu kwa nyakati tulizo nazo. Na tena anasema katika Yakobo sura ya 3:13 hadi 17, anaeleza kuna hekima ishukayo kutoka juu, ambayo ni safi, inayoleta amani, inayoleta haki, inayoleta usawa, inayoweza kusikiliza watu, ambayo haina magomvi wala fitina wala unafiki wala mafarakano. Anasema katika Yakobo 3:13 hadi 17. Na fresh hekima ishukayo kutoka juu, ambayo ni safi, yenye baraka, yenye kuleta amani. Hekima hiyo ndio tunatakiwa kuwa nayo, ambayo tutatimiza mapenzi ya Mungu na wala si ya dunia. Bas, Mungu anatuwazia mema, na huo ndio ujumbe, kwamba Mungu anatuwazia mema. Yesu ana mpango mzuri na sisi, tena mkubwa. Yesu ana mpango mzuri na sisi. Basi tuendelee kutafuta hekima ya Mungu, kwa sababu itatuongoza, itatusaidia tuweze kujua hata mapenzi ya Mungu, kwamba anatuwazia mema, ana mpango mwema na sisi. Nisome Yeremia 29:11. Yeremia 29:11. Tunapoenda kuhitimisha wiki hii, hebu hitimisha kwa ujumbe huu: Mungu ananiwazia mema. Yesu ana mpango mzuri na mimi. Hebu kamalize hivyo, na hivyo sasa ukazidi kuitafuta sana. Mimi na wewe tuitafute hekima ya Mungu zaidi na kuwa karibu na Yesu. Yeremia 29:11, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Mungu ananena haya ili tujue, tuwe na uhakika na yeye, tuwe na uhakika na maombi tunayoyaomba, tuwe na uhakika na katika kumtafuta, tuwe na uhakika katika misukosuko tunayopitia kwamba tutashinda. Tuwe na uhakika kwamba sio nguvu zetu zinatusaidia, ni nguvu zake. Tujue kwamba yeye hana kusudi na mpango mbaya na sisi, ila ana mpango mzuri kabisa na sisi. Kwa hiyo anasema, ninajua ni nini nimewapangia, ni nini nimewatengenezea, ni nini ninawawazia. Mungu anasema yeye ni mema, tena kutupa amani.
Mungu ametuwazia mema, tena kutupatia amani. Mungu akakujalia kumaliza wiki hii ukiwa na amani, tena ukiwa una mawazo safi, tena ukiwa na uhakika ndani kwamba Mungu wangu, Mwokozi wangu ndiye aliyeniita, ndiye aliyenikusudia kwamba niwe katika ushindi, niwe salama, niwe aliyebarikiwa, niwe aliyeshinda, niwe aliyeushinda ulimwengu na mambo yake yote. Ndio mpango wa Bwana Yesu. Ndio sababu akaimwaga damu yake, ndio sababu akayapitia mateso na kudharauliwa kwa ajili yangu na kwa ajili yako, kwa ajili ya dunia nzima, kwa ajili ya ulimwengu wote, ili upate kuokolewa. Wazo la Mungu juu ya dunia ni dunia kuokolewa. Wazo la Mungu kwenda msalabani ni dunia kuokolewa. Wazo la Mungu kumwagwa damu na kufufuka ni maisha yetu kufufuliwa, ni maisha yetu kubarikiwa. Ndio wazo la Mungu. Ndio sababu akaenda msalabani. Wazo lake saa zote ni sisi kuwa salama. Ndio sababu Yesu anasema, mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Anasema mimi ni rafiki mwema. Anasema hakuna mwenye upendo kama huu, hakuna mwenye upendo kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, kwa ajili ya watu wake, kwa ajili ya watu wake ambao hata walikuwa wametenda maovu tu na mabaya, akatupenda. Ndio wazo, ndio mpango, ndio kusudi la Bwana. Sisi tuwe salama, sisi tuwe washindi, sisi tuishi katika wokovu. Haleluya sana milele. Hayo ndio mawazo ya Bwana. Anasema ninawawazia yaliyo mema, kuwapa amani, mawazo ya amani. Alafu anasema kuwapa mema, si mabaya. Anasema si mabaya wala si mabaya. Kwa hiyo usiwaze mabaya, Mungu hakuwazii mabaya. Usiwaze uovu, Mungu hana uovu wala hataki uwe mwovu. Usiwaze kushindwa, Mungu hataki ushindwe. Hana mpango wa wewe kushindwa. Yeye ana mpango wa sisi kushinda, na zaidi ya kushinda na kushinda na kushinda. Tusiwaze uharibifu, kwake hakuna uharibifu. Ametutengenezea maisha, ametukusudia mema. Basi mshukuru, tena mtumainie, tena muangalie, tena muite, kwa sababu ana mpango mzuri. Kwa hiyo anasema ana mpango mzuri. Kwa hiyo ndani yetu tutafute hiyo hekima ya Mungu ambayo ni safi, tena ambayo inaleta amani, tena ambayo anasema ina upendo wa Mungu, haina mabaya ndani yake. Hekima ya Mungu kama anavyosema hapa kwamba hatuwazii mabaya, ni kwa sababu hekima yake. Hekima ya Mungu ni kutushibisha mema tu, tena walio wabaya awafanye wawe wazuri, wawe wema. Walio wachafu awafanye wawe safi. Ndio hekima ya Mungu, ndio hekima ya Mungu, ndio hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ni kutuwazia mema tu. Sisi ndio tunakuja kuharibu, tunalazimisha tuingie kwenye mateso na maangamizo wanadamu, lakini yeye hana huo mpango, hana huo mpango. Yeye ni baba wa huruma, yeye ni baba wa rehema, yeye ni baba aliyejaa fadhili. Hata wewe anajua namna ya kukuokoa katika yale unayofikiria, nitapitaje, nitashindaje. Ana wazo zuri juu ya wewe kushinda. Mungu ana wazo zuri na mpango mzuri kukuokoa katika mikono ya wabaya, kukutoa kwenye ile mitego waliotega. Tutaivuka, tutaishinda kazi ya adui na nguvu ya adui. Tunashinda kwa jina la Yesu. Sema amen. Haleluya sana. Asifiwe Bwana. Anasema hata tutakapokwenda na kumwomba, hata tusikiliza, hata tupokea, hata tuacha, hata tusikia, hata tupokea. Na tena anasema nitaonekana kwenu, asema Bwana. Kwa hiyo mawazo ya Mungu na mpango wa Mungu wetu ni kuonekana kwetu, aonekane kwetu, sisi tuonekane katika kushinda. Haleluya sana. Bwana akubariki mno kwa uweza wake. Hebu tembea na mawazo haya sasa, kwamba kumbe Mungu amenipangia mazuri, mema. Kumbe Mungu ananiona, kumbe Mungu ananijua vizuri, kumbe Mungu anataka aonekane kwangu nami nionekane mbele zake. Kumbe Mungu ametengeneza mazingira ya wewe, ya mimi kushinda, sio kushindwa. Kumbe Mungu anatutazama kwa karibu. Yeye ni baba aliye karibu. Yeremia 23 mstari wa 23. Yeye ni Mungu aliye karibu. Yesu anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Yesu ni mchungaji mwema. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
tembea na wazo hilo, tembea na mtazamo huo. Bwana ni mchungaji wako, hutapungukiwa na kitu. Acha kuhangaika, acha kuwazawaza vile na vile. Hata kama una shilingi 100 mfukoni, jua Mungu anawaza uwe na fedha ya kutosha, uwe na mafedha ya kutosha, uwe na utajiri wa kutosha, uwe mshindi, utoke hapo ulipokwama. Ninajua hivyo, jua hivyo, tujue hivyo, kwa sababu baba yetu ametuambia hatuwazii mabaya, hatuwazii tuwe na maisha mabaya ya taabu. Mawazo yake ni mema, tuwe na maisha safi, tuwe na ushindi mkubwa sio mdogo, tuwe na ushindi mkubwa wala si mdogo, tuwe na mapenzi yake makuu, tuende katika uweza wake mkuu, tufurahie, tumshangilie, tumwabudu. Akubariki sana Bwana. Anasema, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mungu ana mpango wa kusikiliza maombi yako. Nenda, uko mdhambi sana, bado yuko tayari kusikiliza, ili utakaswe, akusamehe, abadilishe maisha yako, akuondoe ulikokwama. Vyovyote ulivyo, yuko tayari, anasema kukusikiliza. Ndio mawazo yake, ndio hekima ya Mungu, ndio hekima ya Mungu hiyo. Ni mwema sana, ni mwema sana. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Basi moyo wako wote ukamtafute Mungu. Tafute Mungu kwa moyo wako wote, pende Yesu kwa moyo wako wote, mwite kwa moyo wako wote. Anaitika, yuko karibu. Akubariki Jehova. Amen, 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 amen. Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Ninaomba likawashibishe na kufungua akili zetu na akili za watu wako sana 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 sana, ili wachue kwa upana, kwa kina, kwamba wao ni watoto wako. Wewe ni Baba unayeokoa. Mawazo mabaya yaondoke kwa jina la Yesu, kwa sababu wewe huna mawazo mabaya kwetu. Hofu, mashaka viondoke na vikemea katika jina la Yesu. Kushindwa kuondoke katika jina la Yesu, kwa sababu Baba hujatuwekea kushindwa. Uharibifu na ukemea uondoke, utoweke katika jina la Yesu. Fadhili za Yesu na rehema za Bwana Yesu na ziwe na wewe sasa. Akutukuze Bwana, akuinue, akushangilize. Yeye amejaa utukufu na nguvu, yeye amejaa uweza na neema. Baba wa rehema na neema, akuangalia, kupelekea na msaada wake sasa. Ayainue na maisha yako yapate ushindi, nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante. Naomba ponya moyo ule ulio na wasiwasi na mashaka, ulio na maumivu, uliokosa imani na amani. Naomba Baba, mfalme wa amani uliyejaa yote, mshibishe huyu mtu, mjaze huyu mtu moyo wake. Ponya kwa huruma na rehema zako katika jina la Yesu Kristo. Naomba mwangalie, peleke na msaada wako, ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa upendo wako na huruma zako. Baba, tuangalie na kutujenga na kutuwezesha, Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu, amina. Fadhili za Yesu ziwe nawe. Nenda katika ushindi. Mungu hakuwazii mabaya, ila mema. Utayapata mema kwa utukufu wa jina lake. Akutunze Mwokozi sasa na milele. Na kutakia kumaliza wiki hii vizuri, kwa ushindi, kwa amani, kwa baraka na kwa faida tele katika jina la Yesu. Na sifa na utukufu mrudishie yeye muumba wako. Endelea kutembea katika mapenzi yake daima. Amen. Amen, 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 katika jina la Yesu Kristo.